Marekani na Irani zimeripotiwa kukubali kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia baada ya kuwasilisha majibu yao kwa pendekezo la upatanishi lililoandaliwa kwa pamoja na Pakistan na Qatar, hatua inayotafsiriwa kama ishara ya kwanza ya kupungua kwa mvutano uliokuwa umeongezeka kufuatia siku kadhaa za mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya Al Arabiya na Anadolu vikimnukuu chanzo kutoka serikali ya Pakistan, Washington na Tehran zimewasilisha ridhaa yao ya kurejea kwenye njia ya mazungumzo na diplomasia kwa lengo la kumaliza uhasama wa hivi karibuni na kutafuta suluhisho la kisiasa badala ya kuendelea na operesheni za kijeshi ambazo zilihatarisha usalama wa eneo la Mashariki ya Kati. Taarifa hizo zinaeleza kwa pendekezo la Pakistan na Qatar linazitaka pande zote kurejea katika hali iliyokuwepo kabla ya kuzuka kwa mapigano ya hivi karibuni. Lengo kuu ni kusitisha hatua zote za kijeshi, kujenga mazingira ya kuaminiana na kufungua tena njia ya mazungumzo ambayo inaweza kushughulikia masuala yote yenye utata kati ya Marekani na Iran, ikiwemo usalama wa kikanda, biashara, mafuta pamoja na masuala yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Moja ya vipengele vikubwa vya pendekezo hilo ni kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Katika kipindi cha mvutano wa hivi karibuni, njia hiyo ilikumbwa na hatari kubwa kutokana na mashambulizi na vitisho dhidi ya meli zinazopita katika eneo hilo, jambo ambalo lilisababisha wasiwasi mkubwa kwa masoko ya kimataifa na kuongeza hofu ya kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Kufunguliwa tena kwa njia hiyo kunatarajiwa kurejesha usafirishaji wa kawaida wa mafuta na kupunguza shinikizo kwa uchumi wa mataifa yanayotegemea nishati kutoka Ghuba ya Uajemi. Pendekezo hilo pia linatajwa kujumuisha kusitishwa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran. Kwa muda mrefu Iran imekuwa ikisema kuwa kuondolewa kwa vikwazo hivyo ni sharti muhimu kwa mazungumzo yote yenye mafanikio, ikisema vikwazo hivyo vimeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wake na mapato yatokanayo na sekta ya mafuta. Kwa upande mwingine, Marekani imekuwa ikisema kuwa hatua yoyote ya kulegeza vikwazo lazima iendane na makubaliano yatakayohakikisha usalama kikanda na kushughulikia masuala mengine yanayoihusu Iran. Pakistan na Qatar zimeendelea kujitokeza kama wapatanishi muhimu katika mzozo kutokana na uhusiano wao wa kidiplomasia na pande zote mbili. Katika wiki za hivi karibuni, nchi hizo zimeongeza juhudi za kuhimiza mazungumzo, zikionya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kusababisha vita kubwa zaidi vitakavyohusisha mataifa mengi zaidi ya Mashariki ya Kati na kuhatarisha usalama wa usafirishaji wa nishati duniani. Hatua ya Marekani na Iran kuwasilisha majibu yao kwa pendekezo hilo imeongeza matumaini kwamba juhudi za kidiplomasia zinaweza kuchukua nafasi ya operesheni za kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa ikiwa mazungumzo hayo yataanza rasmi, yataweza kujadili si tu kusitisha mapigano ya sasa, bali pia kuweka mfumo mpya wa kupunguza migogoro ya baadaye na kujenga mazingira ya ushirikiano wa muda mrefu. Hata hivyo, pamoja na dalili hizo chanya, bado hakuna tamko rasmi kutoka Washington na Tehran lililothibitisha kwa kina masharti yote ya pendekezo hilo au ratiba ya kuanza kwa mazungumzo haya. Maafisa wa kidiplomasia wanaeleza kuwa hatua ya sasa ni mwanzo tu wa mchakato ambao unaweza kuhitaji mazungumzo ya kina kabla ya makubaliano yoyote kufikiwa. Iwapo juhudi za Pakistan na Qatar zitafanikiwa kurejea kwa mazungumzo, kunatarajiwa kupunguza mvutano uliotanda katika Mashariki ya Kati, kurejesha usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari Hormuz na kupunguza hatari ya kuongezeka kwa mzozo ambao ungeweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi na usalama wa dunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.